2025 jijini Tanga. Hata ule uliopita ulifanyika Tanga 2021 ulifanyika Tanga na huu unafanyika Tanga pia, sawa. Lakini nafasi zinazogombewa ni rais imewekwa nafasi moja, wajumbe wa kamati ya utendaji nafasi 6, gharama za kuchukua fomu nafasi ya rais 500,000, nafasi ya wajumbe wa kamati ya utendaji 200,000. Mbona hizi wazi ongezeke hizi? Huwa zimesimama hapo hapo hizo. 500,000 na 200,000 ndio nafasi, ndio fedha ambazo utakuwa unalipa, na fomu zitaanza kutolewa kuanzia siku ya Jumatatu ya tarehe 16. Leo kama unataka kugombea chukua fomu, na zoezi litakwenda mpaka tarehe 20 ya mwezi wa 6 saa 10 kamili jioni. Fomu zinapatikana makao makuu ya TFF na kwenye tovuti pia ya TFF. Wakili Kiomoni Kibamba, mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi TFF. Kipenga bwana kimepulizwa wazee wangu cha uchaguzi TFF. Mimi nakumbuka mkutano wa mwaka wa TFF ulifanyika Arusha. Nilisikia viongozi mbalimbali walikuwa mwaka jana. Mwaka huu Kilimanjaro mwezi wa kwanza. Ilikuwa Kilimanjaro. Mwaka huu mapema mwaka huu. Na kulikuwa kuna namna ambavyo viongozi, kwa mfano rais wa Yanga Hersi Said pamoja na mwenyekiti wa Simba Murtaza Mangungu walipaza sauti wakiwaambia wajumbe, hapa sisi bwana Karia kwa yale aliyofanya hakuna haja kwenye uchaguzi ujao. Yanga walisema Hersi alisema Yanga ile nataka kukomboa Tanzania. Yanga ile tafadhali Yanga ile ndio labda hawana imani wale. Sasa si wakati ule walikuwa mambo safi bwana. Wakati ule sasa kwani mimi nilijua wakati ule imepita ile kwa wajumbe kwamba uchaguzi unaokuja wa TFF ni Karia tu, kutokuwa na mgombea mwingine. Lakini naona hapa kamati imetangaza nafasi ya urais TFF. Abisai, kwanza hii ni protokali, ni taratibu za uchaguzi. Lazima mwenyekiti atoe mazingira sawa kwa wagombea, aje atangaze nafasi zinazowaniwa. Kwa rais nafasi moja, kwa jumbe 6, jumla nafasi 7 kuelekea kuna uchaguzi mkuu wa TFF. Hii ni procedure ya mwanzo kuwajuza watu, na procedure ambayo ilitangulia ambayo kuandikwa ni ile ambayo watu wanajua kwamba muda fulani uchaguzi utakuwepo, kutakuwa kuna taratibu hizi. Kwa hiyo wale wagombea wapo pale wanajiandaa kusubiri tamko. Sasa ile tamko ni haki ya wapenda mpira, ni haki ya mtu anayetaka kugombea, ni haki ya media kujua, ndio uwazi wenyewe. Hii ni hatua ambayo lazima uifuate. Sasa swala la mgombea kuwa mmoja au kuwa wanne, hilo ni swala la watu wanaopokea, sio swala la kamati. Sasa kamati wenyewe itapokea fomu ya wagombea ambao watakuwa wamepeleka, itawachuja kutokana na vigezo ambavyo vipo kwenye katiba na mwongozo wa uchaguzi, alafu atatangaza majina. Kama litaenda jina moja hakuna mtu mwingine, utaratibu utafuatwa. Lakini hii hatua haizui kufanyika kama ambavyo imefanyika. Kwa hiyo yuko sahihi asilimia zote. Ticha Tiga na Lukinja, kwa mpira wetu sura yake ulivyo hivi sasa na uchaguzi huu hapo umefika, unafikiri boli letu linahitaji kuongozwa na kiongozi mwenye kaliba ya aina gani? Ukitazama tu namna ambavyo watu wanaenda kuchukua fomu, natamani watu wa aina gani wakachukue kwa ajili ya kulisimamia soka letu? Mtu mwenye dhamira ya dhati na maendeleo ya mchezo wa mpira wa miguu, asiwe mchumia tumbo. Mtu mwenye dhamira. Sasa unaweza kufanya assessment, je, waliokuepo nyuma dhamira hiyo walikuwa nayo au hawana, unaweza ukapata majibu yako. Kwa hiyo mtu ambaye atatakiwa kwenda, isiwe kama fashion kwa sababu uchaguzi umekuja basi kiyoyote tu yule aende. Awe amejipima, amejichuja yeye mwenyewe kwa maana ya kuwa familia na mchezo wa mpira wa miguu, lakini la mwisho ni dhamira yake kwenda kuongoza chombo ikoje. Kwa sababu anawakuta watangulizi ambao wapo sasa hivi na wao wana mazuri ambao wameyafanya. Sasa unafikiri dhamira yako wewe ni kwenda kufanya kitu gani? Unajua siku za nyuma kulikuwa na changamoto sana katika eneo lile. Wengi walikuwa nadhani ndio sehemu nzuri ya kwenda labda kujitangaza kisiasa, kuboresha uchumi wako wa familia na nini. Maendeleo ya nchi katika mchezo wa mpira wa miguu yalikuwaje? Kwa hiyo kwa mujibu wa swali lako, ni mtu wa aina gani anayopaswa kwenda hapa? Ni yule mwenye dhamira ya dhati ya kuendeleza mpira wa nchi. Lakini kumradhi kidogo Maziku na swali lako, nirudi kwa Brazak. Kuna swala mihoji hapa muhimu tu kuhusiana na mgombea ina idadi. Yeye alisema kwenye mkutano mkuu uliofanyika Kilimanjaro, aliona rais wa Yanga Engineer Hersi alimunga mkono mwenyekiti wa klabu ya Simba Mzee Mangungu kumpitisha Karia. Tena kuna sauti ilisikika
Uchaguzi huu nafasi hii tusigombee. Ndio. Uwezo kwenye nafasi zingine za wajumbe tu. Rais ni huyo, si ndio? Sasa kuna katiba ya TFF inatoa mwongozo kuhusiana na swali hilo. Ibara ya 28 ina kichwa cha habari kimeandikwa decisions and election. Maamuzi na uchaguzi, sio? Cha kwanza kabisa hiyo katiba inasisitiza the General Assembly shall not make a decision on any issue that is not included on the agenda. Mkutano mkuu wa TFF haupaswi kufanya maamuzi kwenye kitu chochote ambacho hakipo kwenye orodha ya agenda za mkutano mkuu wa TFF. Hiyo moja. Lakini kuna sehemu ya 5 imeandika in depth kidogo, lakini nisome kwa uelewa, ni kwamba maamuzi yoyote ambayo yatahitajika kufanya pale kuhusiana na mabadiliko kwenye ofisi ya rais wa TFF au maboresho ya taratibu au kuboresha zaidi agenda mbalimbali za kwenye mkutano mkuu au kufanya maamuzi, basi maamuzi hayo yanahitaji kupigiwa kura 2 ya 3 ya wajumbe ambao wapo kwenye mkutano mkuu. Sio, umeelewa? Ndio. Kwa hiyo ukirudi kwenye ule mkutano mkuu, binafsi sikumbuki wajumbe 2 ya 3 kama walipitisha hilo. Sana sana nadhani Rais Karia alisema hilo ni la muda wa uchaguzi na kamati itafanya mambo yake. Kwa hiyo naweza kusema kwa kumbukumbu zangu na mwongozo wa TFF, Rais Karia hakupitishwa peke yake. Yani hakupitishwa wagombea mwenyewe. Ila wengi waliomuonyesha nia kwamba watamuunga mkono. Kwa hiyo upepo ambao umepita hapa mzito, inawezekana watu wakasema hebu tujaribu na mwingine. Ruhusa kikatiba unaruhusiwa. Ila swala utakidhi vigezo, hilo ni swala lingine. Yupo huyo mtu akumkabidhi nchi ya ahadi? Ticha na yupo hapa, tutaenda naye. EFM Nembo ya Taifa, uniambie tu. Si unaniona